Harusi ilisimama baada ya bwana harusi kugundua kuwa mama bubu wa bibi harusi alikuwa akikonyeza macho kutoa ishara ya siri. Kanisa lote lilikuwa limejaa furaha. Wanawake walivaa dera nzuri za harusi, huku wanaume wakionekana nadhifu ndani ya suti za gharama. Mziki wa taratibu uliendelea kupigwa, huku wageni wakitabasamu na kurekodi video kwa simu zao. Ilikuwa moja ya harusi zilizokuwa zikizungumziwa sana Nairobi. Bwana harusi aliitwa Kelvin Mwangi. Alikuwa mfanyabiashara maarufu wa huduma za kifedha na uwekezaji wa mali. Kampuni yake ilikuwa ikifanya vizuri sana katika biashara za bima, mikopo na uwekezaji wa nyumba. Bibi harusi aliitwa Neema, mwanamke mwenye heshima, mpole na aliyependwa sana na kila mtu. Lakini siku hiyo, macho ya Kelvin hayakuwa kwa Neema pekee. Kila baada ya dakika chache, alijikuta akimtazama mama wa Neema. Mama huyo aliitwa Mama Rehema. Watu wote walimfahamu kama mwanamke bubu aliyekuwa hawezi kuzungumza tangu miaka mingi iliyopita baada ya kupata mshtuko wa maisha. Alikuwa amekaa pembeni kabisa ya kanisa, akiwa mtulivu. Lakini ghafla, Kelvin aliona kitu kilichomfanya moyo wake kupiga kwa nguvu. Mama Rehema alikuwa akikonyeza macho kuelekea upande wa nyuma wa kanisa. Na kila alipokonyeza, mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama karibu na mlango alikuwa akiitikia kwa kutikisa kichwa. Kelvin alikunja uso. Huyu mama anafanya nini? Aliwaza. Dakika chache baadaye, Mama Rehema alikonyeza tena. Safari hii, mwanaume huyo alitoka nje haraka. Kelvin alianza kuhisi jambo baya. Harusi iliendelea, lakini akili yake ilianza kuchanganyikiwa. Padri aliposema, kama kuna yeyote mwenye sababu ya kuzuia ndoa hii, Kelvin hakusikia hata maneno yaliyofuata. Macho yake yalikuwa kwa Mama Rehema. Na hapo ndipo alipogundua. Mama huyo alikuwa akitoa ishara za siri. Kelvin alijaribu kujituliza. Aliamini labda alikuwa akifikiria sana kutokana na presha ya harusi. Lakini kila alipomtazama Mama Rehema, alihisi kuna kitu hakikuwa sawa. Neema alikuwa akiendelea kutabasamu kwa furaha bila kujua kilichokuwa kinaendelea moyoni mwa mchumba wake. Wageni waliendelea kula keki na kupiga picha nje ya kanisa. Lakini Kelvin hakutulia. Alimsogelea rafiki yake wa karibu, Victor. "Umemwona mama mkwe wangu?" aliuliza kwa sauti ya chini. Victor akacheka. "Mzee, leo ni siku yako ya furaha. Mbona unaonekana kama umeona mzimu?" Kelvin hakutabasamu. Angalia vile anavyokonyeza macho. Victor akamtazama Mama Rehema kwa sekunde chache. Hakuna alichogundua. Lakini ghafla, Mama Rehema aligeuza macho upande wa kushoto na kukonyeza mara mbili. Mwanamke mmoja alikuwa amevaa gauni jeupe, alinyanyuka haraka na kwenda nje. Victor akabaki kimya. "Sasa nimeona," alisema polepole. Kelvin akameza mate. "Naona kuna watu wanaelewa hizo ishara." Wakati huo huo, Neema alikuwa akizungumza na marafiki zake huku akicheka kwa furaha. Hakujua kabisa kuwa harusi yake ilikuwa inaanza kubeba siri nzito. Mama Rehema alionekana mtulivu sana, lakini macho yake yalikuwa yakizunguka kanisani kana kwamba alikuwa anawasiliana na watu fulani. Kelvin alianza kukumbuka jambo moja la ajabu. Siku moja kabla ya harusi, alipita karibu na chumba cha Mama Rehema. Alihisi kama alimsikia akizungumza kwa simu, lakini Neema alimwambia, "Mama hawezi kuzungumza kabisa." Kwa mara ya kwanza, Kelvin alianza kuhoji kila kitu alichoambiwa kuhusu mama huyo. Mapokezi yalipoanza katika ukumbi mkubwa wa Karen, hali ilionekana ya kawaida mbele za watu. Lakini ndani ya moyo wa Kelvin kulikuwa na vita. Alikuwa hawezi kuondoa macho yake kwa Mama Rehema. Kila dakika chache, alikuwa akitoa ishara za macho kwa watu tofauti ukumbini. Wakati wengine wakicheza mziki wa rumba na benga kwa furaha, Kelvin alikuwa akifuatilia
kila hatua yake. Ghafla, mlango mkubwa wa ukumbi ulifunguliwa. Mzee mmoja mwenye fimbo aliingia polepole. Alionekana mwenye huzuni na uchovu wa maisha. Mara tu Mama Rehema alipomwona, uso wake ulibadilika kabisa. Alikonyeza macho kwa haraka huku akionekana mwenye hofu. Yule mzee alisimama ghafla. "Mungu wangu," alisema kwa sauti ya chini. Kelvin alimsogelea. "Mzee, unamjua huyo mama?" Mzee huyo alimwangalia kwa makini kabla ya kusema, "Huyo si Bubu." Kelvin alihisi mwili ukipata baridi. "Nini?" Mzee akavuta pumzi ndefu. "Miaka mingi iliyopita, nilifanya kazi na huyo mwanamke Mombasa. Alikuwa anaongea kuliko watu wote." Kelvin akabaki ameduaa. "Mna uhakika?" "Zaidi ya uhakika." Kabla hawajaendelea kuzungumza, Mama Rehema aliwatazama kwa macho makali sana. Kisha akatikisa kichwa polepole, kana kwamba alikuwa anaonya mtu. Dakika chache baadaye, walinzi wawili walimfuata yule mzee na kumtoa nje ya ukumbi. Kelvin akashtuka. "Hao walinzi wameitwa na nani?" Victor alimjibu kwa sauti ya chini. "Mama mkwe wako ndiye aliyewaashiria." Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Kelvin alianza kuogopa familia aliyokuwa karibu kuingia ndani yake. Usiku ulipoingia, wageni wengi walikuwa bado wakifurahia chakula na muziki. Lakini Kelvin alikuwa nje ya ukumbi akitembea peke yake. Mawazo yalikuwa mengi kichwani mwake. Alimpenda Neema kwa moyo wake wote. Hakutaka kuamini kuwa familia yake ilikuwa imeficha siri kubwa. Victor alimfuata nje. "Mzee, kuna jambo nimegundua." Kelvin akamwangalia haraka. "Nini?" Victor akatoa simu yake. "Nimerekodi baadhi ya ishara za huyo mama." Wakaangalia video pamoja. Kwenye video, Mama Rehema alikuwa akikonyeza mara moja, mara mbili, kisha kutikisa kichwa. Dakika chache baadaye, watu tofauti walikuwa wakiondoka sehemu mbalimbali. Victor alisema, "Hizi si ishara za kawaida." Kelvin akashika kichwa chake. "Mungu wangu." Ghafla, Neema alitokea nyuma yao. "Mbona mpo serious hivyo?" aliuliza huku akitabasamu. Kelvin alijaribu kuficha hisia zake. "Hakuna shida." Lakini Neema alimjua vizuri. "Kelvin, kuna kitu unanificha." Kimya kikatawala kwa sekundi chache. Halafu, Kelvin akauliza swali ambalo lilimfanya Neema akose pumzi. "Neema, mama yako alipoteza sauti kweli?" Uso wa Neema ukabadilika mara moja. "Kwa nini unauliza hivyo?" "Naomba uniambie ukweli." Neema akatikisa kichwa. "Tangu nikiwa mdogo nimeambiwa mama alipata mshtuko baada ya baba kufa." Kelvin akamtazama kwa macho mazito. "Na kama hiyo siyo kweli?" Neema alianza kutetemeka. Kwa mara ya kwanza, hata yeye alianza kuingiwa na mashaka kuhusu mama yake mwenyewe. Saa 4 za usiku. Sherehe ilikuwa imeanza kupungua taratibu. Wageni wengine walikuwa wakiondoka, huku wengine wakipumzika hotelini. Neema alikuwa amekaa peke yake ndani ya chumba chake akiwa analia kimya kimya. Maneno ya Kelvin yalikuwa yanamtesa sana. Na kama hiyo siyo kweli? Aliwaza kuhusu maisha yake yote. Mama yake hakuwahi kuzungumza hata siku moja mbele yake. Hakuwahi kuimba, hakuwahi kucheka kwa sauti, hakuwahi hata kuitika kwa maneno. Lakini sasa, kila kitu kilianza kuonekana tofauti. Ghafla, alikumbuka tukio la miaka mingi iliyopita. Akiwa mtoto mdogo, aliwahi kuamka usiku na kusikia sauti ya mwanamke akilia ndani ya nyumba. Alipofungua mlango, mama yake alimkazia macho kwa hasira sana, mpaka akaogopa. Kesho yake, waliambiwa majirani kuwa televisheni ndiyo ilikuwa inatoa sauti. Kwa mara ya kwanza, Neema alihisi mwili ukisisimka kwa hofu. Wakati huo huo, Kelvin alikuwa akielekea upande wa nyuma ya hoteli baada ya kuona Mama Rehema akitoka kisiri. Alijificha nyuma ya gari. Mama Rehema alikuwa amesimama gizani na mwanamume mmoja. Halafu, jambo lililotokea lilimfanya Kelvin ashindwe hata kupumua.
Mama huyo hakuwa bubu, na siri ya harusi hiyo ilikuwa kubwa kuliko kila mtu alivyojua. Kelvin alibaki ameganda nyuma ya lile gari. Mapigo ya moyo wake yalikuwa ya haraka sana kiasi kwamba alihisi angeanguka. Hakutaka kuamini kile alichokuwa amesikia. Mama Rehema alikuwa anaongea, na si kuongea tu. Alikuwa anaongea kwa utulivu kabisa, kana kwamba hajawahi kuwa bubu maishani mwake. Yule mwanaume aliyekuwa naye alionekana mwenye wasiwasi. Sasa tufanye nini kama huyo kijana ameanza kushuku? Aliuliza. Mama Rehema akavuta pumzi ndefu. Harusi lazima iendelee. Tukiharibu mpango huu sasa, kila kitu kitaanguka. Kelvin akashtuka zaidi. Mpango gani? Aliwaza. Mwanaume huyo akasema kwa sauti ya chini, lakini yule mzee aliyekuja leo anaweza kuharibu mambo. Mama Rehema akamjibu haraka, nimeshamalizana naye, ataondoka Nairobi kabla ya asubuhi. Kelvin alihisi tumbo lake likiuma. Mambo yalikuwa mazito kuliko alivyofikiria. Aliamua kurekodi mazungumzo hayo kwa simu yake, lakini alipokuwa akijaribu kusogea karibu zaidi, mguu wake ulikanyaga chupa iliyokuwa chini. Krrr. Mama Rehema akageuka haraka. Nani huko? Kelvin alijificha nyuma ya gari jingine huku akishikilia pumzi. Dakika chache zilipita kimya. Halafu yule mwanaume alisema, labda ni paka. Mama Rehema hakuridhika. Aliendelea kuangalia upande ule kwa macho ya mashaka. Kisha alisema jambo lililomfanya Kelvin azidi kuingiwa na hofu. Kama Kelvin atagundua ukweli wote, harusi hii haitafika asubuhi. Kelvin alimeza mate polepole. Kwa mara ya kwanza, alihisi maisha yake yako hatarini. Usiku huo, Kelvin hakulala hata dakika moja. Alikuwa amekaa ndani ya chumba cha hoteli akisikiliza tena ile sauti aliyorekodi. Kila aliposikia Mama Rehema akisema, harusi lazima iendelee, mwili wake ulikuwa unasisimka. Kulikuwa na jambo kubwa lililokuwa limefichwa, lakini bado hakujua ni nini. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, Neema alimfuata chumbani kwake. Machoni alikuwa amechoka kwa kulia. Kelvin, naomba uniambie ukweli, alisema kwa sauti ya chini. Kelvin alimwangalia kwa huzuni. Hakutaka kumuumiza, lakini pia hakuweza kuendelea kuficha kila kitu. Akamkabidhi simu. Sikiliza hii. Neema alipoweka simu sikioni, uso wake ulianza kubadilika pole pole. Mikono yake ikaanza kutetemeka. Mama? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Baada ya sauti kumalizika, Neema alianza kulia. Hapana, haiwezekani. Kelvin alimshika mkono. Naamini kuna ukweli ambao hujui. Neema akakaa kitandani huku machozi yakimtoka. Mama alinilea peke yake maisha yangu yote. Nilimwamini kuliko mtu yeyote duniani. Ghafla, mlango uligongwa kwa nguvu. Neema, fungua mlango. Ilikuwa sauti ya Mama Rehema. Neema akafuta machozi haraka. Kelvin akaficha simu. Mama Rehema alipoingia ndani, alimtazama Kelvin moja kwa moja machoni. Kwa sekunde chache, hakuna aliyesema kitu. Halafu, taratibu, Mama Rehema alikonyeza jicho moja. Kelvin akakumbuka ishara zote za jana. Dakika chache baadaye, simu ya Neema iliingia ujumbe. Neema akausoma na uso wake ukabadilika. Victor ameshambuliwa nje ya hoteli. Kelvin alihisi damu ikipanda kichwani. Ishara ya jicho ilikuwa imefanya kazi tena. Ndani ya hospitali ya Nairobi West, Victor alikuwa amelazwa kitandani akiwa na bandeji kichwani. Kelvin na Neema walifika kwa haraka. Victor alionekana dhaifu, lakini bado alikuwa anafahamu. Mzee, alisema kwa sauti ya maumivu. Nani alikufanya hivi? Kelvin akauliza. Victor akatazama mlango kwanza kuhakikisha hakuna mtu karibu. Kuna watu walinifuata nilipotoka hotelini. Walitaka nini?
Waliniambia niache kuchunguza mambo ya mama mkwe wako. Neema alianza kulia tena. Hii haiwezi kuwa kweli. Victor akamwangalia Neema kwa huruma. Kuna kitu kingine niligundua kabla sijashambuliwa. Kelvin akasogea karibu. Nini? Victor akatoa bahasha iliyokuwa imekunjwa. Niliipata kwenye gari la huyo mwanaume aliyekuwa anapewa ishara. Kelvin akaifungua haraka. Ndani kulikuwa na nakala za hati za ardhi, akaunti za benki na nyaraka za kampuni kubwa ya uwekezaji. Jina moja lilionekana mara nyingi sana. Marehemu Daniel Kamau. Neema akashtuka. Huyo alikuwa baba yangu. Kelvin akaendelea kusoma. Kadri alivyoendelea, uso wake ulizidi kubadilika. Neema, baba yako alikuwa tajiri sana. Neema akatikisa kichwa. Hapana, mama alisema tulibaki maskini baada ya baba kufa. Victor akavuta pumzi kwa maumivu. Si kweli. Hizi documents zinaonyesha baba yako alikuwa na mali ya mabilioni. Kimya kizito kikaingia chumbani. Kelvin akatazama picha moja ndani ya bahasha. Ilikuwa picha ya mama Rehema akiwa na wanaume wawili mbele ya kampuni ya kifedha miaka mingi iliyopita. Na nyuma ya picha kulikuwa na maneno, mpaka siri ibaki siri. Neema akaanza kuteremka. Kwa mara ya kwanza, alianza kuogopa mama yake mwenyewe. Siku iliyofuata ilianza kwa hali ya taharuki. Habari zilikuwa zimeanza kusambaa kuwa harusi ya Kelvin na Neema ilikuwa na matatizo. Baadhi ya wageni walikuwa tayari wameondoka hotelini. Lakini mama Rehema alikuwa mtulivu kuliko kawaida. Alikaa ukumbini akinywa chai kana kwamba hakuna kilichokuwa kinaendelea. Kelvin aliingia akiwa na hasira. Leo nataka ukweli wote, alisema kwa sauti nzito. Mama Rehema hakujibu. Neema naye aliingia nyuma yake akiwa na macho mekundu kwa kulia. Mama, kwa nini ulitudanganya? Aliuliza kwa uchungu. Mama Rehema akamtazama binti yake kwa muda mrefu. Kisha taratibu akaongea. Niliwalinda. Neema alianza kulia zaidi. Kutulinda kwa uongo? Mama Rehema akasimama pole pole. Baba yako hakufa kawaida. Kimya kikatawala. Kelvin akakunja uso. Una maana gani? Mama Rehema akaendelea. Miaka mingi iliyopita, baba yake Neema alikuwa amewekeza pesa nyingi sana kwenye biashara za bima, ardhi na kampuni za kifedha. Watu waliokuwa naamini walimsaliti. Neema akashika kifua chake. Mama, walitaka mali zote. Walitaka hata nyinyi muondolewe. Kelvin akamuuliza haraka. Ndio maana ukajifanya bubu? Mama Rehema akatikisa kichwa. Ndiyo, nilijifanya dhaifu ili watu waamini sina taarifa yoyote. Na hizi ishara za macho? Mama Rehema akavuta pumzi. Nilikuwa na watu waliokuwa wakinisaidia kufuatilia waliomuua mume wangu. Kelvin akabaki kimya. Lakini bado kulikuwa na swali moja kubwa. Kama ni hivyo, kwa nini ulitaka harusi iendelee kwa lazima? Mama Rehema hakujibu mara moja. Macho yake yakajaa machozi. Kwa sababu muuaji alikuwa karibu sana na familia hii. Maneno yale yalipiga moyo wa kila mtu kama radi. Neema alibaki amemkodolea macho mama yake. Muuaji ni nani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mama Rehema akageuza macho polepole upande wa mlango mkubwa wa ukumbi. Mlango ukafunguliwa na yule mwanaume aliyekuwa akipewa ishara za macho akaingia akiwa ameongozana na polisi wawili. Kelvin akamshtukia mara moja. Ni yeye? Mama Rehema akatikisa kichwa. Hapana. Kisha akanyoosha kidole kwa mtu mwingine aliyekuwa amesimama nyuma kabisa ukumbini. Ilikuwa ni mjomba wa Neema, Patrick. Uso wa Patrick ukabadilika ghafla. Rehema, unafanya nini? Aliuliza kwa hasira. Mama Rehema akaanza kulia. Miaka yote nilikaa kimya nikikusanya ushahidi. Patrick akaanza kurudi nyuma, lakini polisi walimzuia.
ndipo ukweli wote ulipofunguka. Patrick alikuwa ameshirikiana na washirika wa biashara kumuua baba yake Neema ili wachukue mali zote za kampuni na ardhi. Mama Rehema alipogundua ukweli, aliamua kujifanya bubu ili wahalifu waamini hana uwezo wa kuwafichua. Ishara za macho zilikuwa njia yake ya siri ya kuwasiliana na watu waliokuwa wakimsaidia kutafuta ushahidi. Neema alianguka mikononi mwa mama yake akilia sana. "Samahani mama, nilikuhukumu vibaya." Mama Rehema akamkumbatia kwa nguvu. "Sikuwahi kuacha kuwapenda." Kelvin akawatazama kwa macho yenye hisia. Polepole akamshika Neema mkono. "Kama bado unanitaka, niko tayari kuanza maisha mapya pamoja nawe." Neema akalia huku akitabasamu. "Ninakupenda Kelvin." Wageni wote wakaanza kupiga makofi. Baada ya miaka mingi ya maumivu, kweli ilikuwa imefungua mlango wa amani, na harusi iliyokuwa karibu kusimama ikageuka mwanzo mpya wa familia iliyokuwa imejeruhiwa kwa siri kwa miaka mingi.